Kwa heshima hii tuendelee kumpongeza kijana wetu Dr. Mwigulu Nchemba aliyejipambanua mpaka tukaonekana. Huwezi kupata tu hivi, ina maana unajipambanua na Mungu anakuona, mfalme ndo anakuja kufata kukamilisha. Tumpongeze Dr. Mwigulu Nchemba. Alikabidhiwa kibubu, ile wizara tunaita kibubu, akafanya kazi nzuri sana. Nyie wenyewe mnaona fedha zilizoenda huko wapi. Ile wizara alikuwa ni Dr. Mwigulu Nchemba, akafanya vizuri kwa kujituma, kwa uadilifu na kwa unyenyekevu. Ndio maana Mungu akaacha mlango wazi, mama akaiona Iramba, akampatia ile nafasi. Ziara ya kushukuru na kuimarisha Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Singida, ambayo imekuwa ikifanywa na mwenyekiti wa chama cha CCM Martha Moses Mbrata, ambaye alianza katika wilaya ya Manyoni, Ikungi na sasa leo yuko katika wilaya ya Iramba, naye ameweza kuzungumzia namna ambavyo maadili kuanzia katika nyumba, familia ndio nguzo kubwa ya kuendelea kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Kuhusu maadili ya watoto wetu, dawa ni moja tu. Mimi nawaambia dawa ni moja tu. Wewe katoto kakizaliwa kapeleke msikitini, kakafanywe ile nini ile. Kakizaliwa kapeleke kakabatizwe, kaendelee huko. Awe wa msikitini, awe wa kanisani, akikulia kule, hakika hata iacha njia ya kumpendeza Mwenyezi Mungu na wanadamu, na mahali atakapoishi atahakikisha panakuwa ni salama. Hata hivyo, viongozi mbalimbali waliohudhuria kikao hicho, wakiwemo viongozi wa dini, wameendelea kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumshukuru mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Singida, kwani amewasaidia wao kama viongozi wa dini kuendelea kufikisha ujumbe huo katika umma unaostahili. Ni imamu wa msikiti wa Ulemo, kata ya Ulemo. Mimi kuhusu ziara ya mheshimiwa mama yetu Mama Mlata, kwa kweli la kwanza nimpongeze kwa kufanya ziara katika kata hii na wilaya kwa ujumla, kwani ni ziara ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwanza ameonyesha upendo kwa wananchi wake, lakini kwa hotuba aliyoitoa imeonyesha msisitizo wa amani, wa umuhimu wa amani katika nchi hii, umuhimu wa kuilinda amani kutoka katika familia. Amani ianzie katika familia, kisha ienee katika jamii nzima hadi nchi kwa ujumla. Pia amezungumzia mama yetu kuhusu migogoro mbalimbali ambayo iko katika maeneo mbalimbali. Amesisitiza kwamba watu wawe na umoja, warudishe upendo. Katolea mifano ya wazee wetu wa zamani kwamba wazee waliishi kwa amani, majirani walipendana, hata watoto pia waliweza kuonywa na mtu ambaye si mzazi wake, lakini hilo halikuleta shida. Pia amezungumzia juu ya umuhimu wa watu kushiriki katika masuala ya ibada. Vijana waelimishwe, waende makanisani kupata mafunzo, waende misikitini kwa ajili ya kupata mafunzo wakiwa wadogo. Hili limetupa hamasa kubwa sana sisi kama viongozi wa dini. Ametusaidia mama kuelimisha jamii ili iweze kuona umuhimu wa watoto kupelekwa katika vituo vya kuelimisha watoto mambo ya kiimani. Hili tumelipokea kwa mikono miwili na tutalifanyia kazi, lakini pia tumhakikishie mama kwamba tuko bega kwa bega na yeye, kwamba tutaendelea kuhubiri amani ya nchi hii mahala popote tuendapo, tukilitangaza neno la Mungu, lakini pia hatutasita kuwakumbusha wananchi juu ya swala la kuilinda amani. Mwisho kabisa, ni muombe Mungu ambariki sana, amuongoze, ampe afya njema katika kazi zake za siku zote anazoendelea kuzifanya kwa ajili ya kujitumikia. Tumepokea ziara ya mama yetu Martha Mlata, mwenyekiti wa CCM mkoa, kwa shukrani na dhati kwa maneno yake mazuri, na maneno yake yamezungumzia juu ya maadili, kwamba maadili yanapokuwa vizuri hayawezi yakaleta fujo na hayawezi yakaleta madhara katika nchi. Kwa hiyo ni jambo jema, na sisi wachungaji tumelipokea kwa mikono miwili kwa kweli, kulihamasisha jamii na kulihamasisha kanisa ili liendelee kusimama katika nafasi ya maadili.
kwa sababu maadili mema ni jambo jema, na ibada njema inaanzia nyumbani, na inapoanzia nyumbani ibada njema, hata taifa linakuwa jema. Hata taifa litapokuwa jema, nchi hiyo inakuwa na amani. Kwa hiyo ni jambo la kimsingi na ni jambo jema kwa mama yetu ambayo leo amekuja kueleza katika wilaya hii ya Iramba. Asante sana mama, tunakupongeza kwa haya maneno ambayo umeyazungumza. Kutoka wilayani Iramba mkoani Singida, Abdul Ramadhani, Bandola Media.